فتراه طيرا بالعزيمة جاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله wa alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Tufahamu kuwa mwanadamu amegawika katika sehemu mbili. Anao sehemu ya mwili, vile vile anao sehemu ya roho. Vinapokamilika viwili hivi ndipo anapata ama kupatikana mwanadamu mwenye akili. Upande wa ukuaji wa kimwili, hilo ni jambo ambalo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala processes za ukuaji anazisimamia yeye mwenyewe. Lakini upande wa ukuaji wa kiroho, hilo ni swala ambalo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuachia sisi waja wake tufanye bidii na jitihada kuhakikisha tunakuza roho zetu. Lakini wengi wetu hivi leo tumeghafilika katika hili kwa sababu ya ishtighali za kidunia. Dunia inatuendesha mbio, mambo yamekuwa ni mengi mpaka tunasahau jukumu ama lengo kuu la kuumbwa kwetu. Ndipo moja katika waja wema anasema, ya khadim aljismi kam tasaa li khidmatihi atatlubu ribha mimma fihi alkhusran, kwamba ewe mwenye kukitumikia kiwiliwili, ni mara ngapi umekuwa ukitumikia kiwiliwili hicho? Hivi kweli unatafuta faida kwenye kitu ambacho mwisho wake ni hasara tupu? Anawe kadiri unavyozidi kwenda mbio kwa ajili upate kula vizuri, upate kulala vizuri, upate mavazi mazuri, unaenda gym kutengeneza mwili, ukae uwe na six pack, uwe na muonekano mzuri, mwisho wake mwili utahoza tu. Sasa unatafuta faida kwenye kitu ambacho mwisho wake ni hasara? Akili ya sawa sawa, fanya yote hayo, lakini ambatanisha na yale ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuelekeza. Fanya ibada, usidhulumu watu, usisengenye watu, usifanye uzinzi. Licha ya kufanya yote hayo, basi usisahau kutekeleza yale ambayo ni maamrisho aliyotuelekeza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pamoja na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Anamalizia kwa kusema, aqbil ala ruhi wastakmil fadhailaha, ikabili roho yako na ukamilishe yale mambo ambayo yalikuwa ni bora. Fa anta birruhi la biljismi alinsan, hakika wewe ni roho, huko kwenye roho ndo panapokuhusu, si katika ule mwili wa wanadamu. Kwa hivyo mtazamaji ambaye unafuatilia kipindi hiki ama chaneli hii ya Mwale Online TV, pata kujifunza, ingiza ujumbe huu, weka katika mfumo wako wa maisha. Tusijisahau ndugu zangu, tusighafilike ndugu zangu, usisahau kusubscribe channel hii. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.